Utukufu
katika makusanyiko yenu, tukuzeni Mungu, tukuzeni Bwana enyi uzao wa Israeli. Kati ya watu wote ulipatanisha mbegu yako ile, basi leo tunamsifu ewe Androniko na mwenye ajili ya Mungu Yonia wane ulitukuza Kristo. Unisaidia mashahidi wahitaji, unifananisha matendo ya mema kwa ushahidi wako, wa kushinda adui kwa mashindano. Kwa hiyo ulitulikiza kabisa neema nyingi daima. Anastasia mwenye uwaza Mungu, kwa wale wanaokaribia na mapendo, kwa msaada wako wa ulinzi. Petro Silenti Mose Kinona Silero Tulangotia Panose Ipofisi Safar Endisi Safar Sole Ofetutus Otios Evangelio Theos Magnesia Paradis Osurania Misi Dio Evangelisa Se Pafagerone. Ulipolala kaburini, e Bwana, usiyekufa, ulivunja nguvu ya adui, na ulifufuka na ushindi, ewe Kristo Mungu wetu.
Bwana kwa mitume wako, ukawapa amani. Wewe mwenye kutuokoa na kutufufua.
Bwana ni mkono ya mwokovu. Haki yako ni haki ya milele na sheria yako ni ya kweli. Barua ya Matendo Mtume Paulo tutasoma. Tusikilize. Ikawa tulipokwenda mahali ya kusali, kijakazi mmoja mwenye pepo wa uongozi aliyekutana nasi, naye alikuwa anawapatia mabwana wake faida nyingi kuwa maongozi yake. Akatufuata Paulo na sisi bila kutuacha, akili kwa sauti kuu. Watu hawa ndio watumishi wa Mungu aliye juu, wanatangazia ninyi njia ya wokovu. Akafanya hivi siku nyingi. Mwisho Paulo akaona chuki, akageuka, akawaambia yule pepo na kuangizia kwa jina la Yesu Kristo, toka katika huyu. Akamtoka saa ile ile. Mabwana yake waliokuona kama kitumaini cha faida zao kimewapotea, wakawashika Paulo na Sila, wakaokokota mpaka uwanja mbele ya wakubwa wa mji, wakawatoa kwa maamuzi. Wakasema, watu hawa wanatia fujo katika mji wetu, ili Wayahudi nao wanaotangaza desturi ambayo sisi tulio wa Roma hatuna ruhusa ya kuzipokea wala kuzifuata. Kundi la watu watarudia wote pamoja. Nao wanafunzi wakamvulisha nguo zao kwa ukorofi, wakamuuru wapigwe fimbo. Wakiisha kuwapiga mapigo mengi, wakawatupa gerezani. Wakamwangiza mlinzi wa gerezani awalinde kwa ukamilifu. Naye kwa kuwa amepawa amri ya namna hii, akawaweka katika chumba kilicho ndani zaidi, akawakaza miguu katika mapigo ya mbao. Usiku katika Paulo na Sila walikuwa wakisali na kumsifu Mungu kwa nyimbo, nao wafungwa waliokuwa wakiwasikiliza, kwa ghafla kutokea mtetemeko mkuu wa nchi, hata msingi wa gereza ikakatikisika. Naye pale pale milango yote ikafunguka na wafungwa vya wafungwa wote vikakatika. Ulinzi wa gereza akaamuka, akaona milango ya gereza ni wazi, akawachomoa upanga wake, akataka kuchinja, akizani ya kuwa wafungwa wametoroka. Lakini Paulo akalia kwa sauti ya nguvu, usijitende vibaya, kwani sisi wote tuko hapa. Nao akaomba, taa ikarukia ndani, akawaangukia Paulo na Sila akitetemeka kwa hofu. Akampeleka nje, akasema, ati akina Bwana, sherti nifanye nini nipate kuokoka? Wakasema, uamini Bwana Yesu, utaokoka wewe na watu wote wa nyumba yako. Wakamuelezea neno la Bwana. Yeye ni wote walio nyumbani mwake. Yule mulinzi akachukua saa ile ile usiku
akaosha vidonda vya mapigo, na mara akabatizwa yeye na watu wake wote, wakaileta njo ya nyumbani mwake, akawapa chakula, akafurahi sana pamoja na watu wote wa nyumba yake, kwa kuwa amepata Mwalimu, kwa sababu gani mtu huyo alizaliwa kipofu? Ni kwa ajili ya dhambi yake mwenyewe au ya wazazi wake? Yesu akamjibu, mtu huyo hakuzaliwa kipofu kwa ajili ya dhambi yake wala dhambi ya wazazi wake, lakini amekuwa kipofu kusudi kazi ya Mungu ionekane wazi katika maisha yake. Imetupaswa kufanya kazi zake yeye aliyenituma wakati kungali mchana, kwa sababu usiku umekaribia, wakati mtu asipoweza kutumika. Wakati ningali katika dunia, mimi si wa dunia, nuru ni ya dunia. Kisha kusema maneno ya Yesu, akatema mate chini, akaifanya matope kwa yale mate na kuipaka kwa macho ya yule kipofu, akamwambia, kwenda unawe katika kisima cha Siloamu. Na basi kipofu akaenda kunawa, akarudi mwenye kuona. Basi jirani zake na wale waliomuona zamani akaombaomba, wakasema, si mtu huyu ndiye yule aliyekuwa amekaa chini na kuombaomba? Kwa mmoja akasema, ndiye. Wengine naye wakasema, hapana, si yeye, anafanana naye tu. Lakini yeye mwenyewe akasema, mimi ndiye. Basi wakamuuliza, macho yako yamefunguliwa namna gani? Akajibu, mtu yule anayeitwa Yesu alinifanya matope na kunipaka machoni, akaniambia nende kunawa katika kisiwa cha Siloamu. Basi nilikwenda nikanawa, kisha nikapata kuona. Wakamuuliza, yule mtu yuko wapi? Akawajibu, sijue. Wakampeleka yule mtu aliyekuwa kipofu kwa Wafarisayo. Siku ile Yesu alipofanya matope na kufungua macho ya mtu yule, ilikuwa siku ya pumziko. Basi Wafarisayo wakamuuliza namna gani alipata kuona, na akawaambia, alinipaka matope machoni na kanawa uso, na sasa ninaona. Wafarisayo wamoja akasema, mtu huyo hakutoka kwa Mungu, kwa sababu hata sheria ya siku ya pumziko. Lakini wengine wakasema, mtu mwenye dhambi anaweza kufanya
alama hizi za ajabu, basi kukatokea matengano kati yao. Wafarisayo wakamuuliza tena yule aliyekuwa kipofu, na wewe unasema nini juu ya yule mtu aliyefungua macho? Naye akajibu, yeye ni nabii. Lakini Wayuda hawakusadiki ya kama alikuwa kipofu na kwamba sasa amepata kuona. Basi wakaita wazazi wake, wakauliza, huyu ndiye mwana wenu anayesema ya kama alizaliwa kipofu? Basi sasa namna gani anapata kuona? Wazazi wake wakajibu, tunajua ya kuwa yeye ni mwana wetu na kwamba alizaliwa kipofu, lakini hatujue namna anaona sasa, wala hatujue ni nani anayefungua macho. Yeye ni mtu mzima, mumuulize, atajisemea mwenyewe. Wazazi wake walisema hivi sababu waliogopa Wayuda, na kwa maana Wayuda walikuwa wamekwisha kupatana kuwafukuza toka nyumba ya makutano mtu yeyote atakayekubali ya kama Yesu ni Kristo. Ndio sababu wazazi wake walisema, yeye ni mtu mzima, mumuulize. Basi Wayuda walimuita mara ya pili aliyekuwa kipofu, akawaambia, sema kweli mbele ya Mungu, tunajua kwamba mtu huyo si mwenye dhambi. Yeye akajibu, kama yeye ni mwenye dhambi, mimi sijue, lakini najua neno moja, nilikuwa kipofu na sasa ninaona. Wakamuuliza, alikufanya nini? Alikufungua macho namna gani? Akawajibu, nimekwisha kuambia nini na hamkusikia? Sababu gani mnataka niwaambie tena? Labda ninyi vile vile mnataka kuwa wanafunzi wake. Wakamtukana wakasema, wewe ndiye mwanafunzi wa yule mtu yule, sisi ni wanafunzi wa Musa. Tunajua ya kama Mungu alisema na Musa, lakini hatujue pahali mtu huyo anayetoka. Mtu yule akawajibu, hii ni mambo neno na kushangaa. Nini hamjue pahali anapotoka? Lakini amelifungua macho. Hamjue ya kuwa Mungu asikie wenye dhambi, lakini anamsikia mtu yule anayemheshimu na kufanya vile alivyotaka, na hajasikilika tangu mwanzo ya dunia. Na kama mtu alifungua macho ya mtu aliyezaliwa kipofu, kama mtu huyo asingetoa kwa Mungu, basi asingeweza kufanya kitu. Wakamjibu, wewe ulizaliwa katika dhambi kabisa, na unatufundisha? Na wakamfukuza toka nyumba ya makutano. Kisha Yesu akapata habari kwamba wamemfukuza toka nyumba ya makutano. Wakati alipokutana naye, Yesu akamuuliza, unaamini mwana wa mtu? Yule mtu akamjibu, Bwana, yeye ni nani? Uniambie ni kusudi nipate kumwamini. Yesu akamwambia, umemwona, na ni yeye anayesema nawe. Basi yule mtu akasema, Bwana, ninaamini, akamwabudu.
Wakristiani, Waorthodoksi wote katika ufalme wako wakati wote daima, sasa na siku zote, hata milele na milele. Archiepiscopo wetu Mendecio, Askofu Osman, mapadre, badiago, masudiago, waimbaji, unazoimbaji takatifu. Bwana Mungu, na kumbuka katika ufalme wako Wakristiani, Waorthodoksi wa parokia, wagonjwa, wale wanao weka sadaka katika nyumba hii takatifu, wanaotumika mwanao na kufunga maskini. Bwana Mungu, na kumbuka katika ufalme wako ndugu zetu Kristiani, watoto nao wana hapa na mahali popote, kwa matumaini ya uzima daima, sasa na siku zote, hata milele na milele.
aliyezaliwa asiumbwa, mwenye asili moja na Baba, aliye kwake vyote vilivyofanywa, aliye kwa ajili yetu wanadamu na wokovu wetu, alishuka mbinguni akapata mwili kwa Roho Mtakatifu